Karibu kwenye habari za ulimwengu. Katika hali inayozidi kuongeza hofu duniani, taarifa zinaonyesha kuwa Irani haipo peke yake kwenye vita hii, huku mataifa makubwa yakianza kujipanga kimkakati nyuma ya pazia. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa nchi kama Russia, China na North Korea zimeanza kutoa msaada kwa Iran, lakini si kwa njia ya wazi kama kupeleka wanajeshi moja kwa moja vitani. Kwa upande wa Russia, inaelezwa kuwa msaada mkubwa unatolewa kwenye eneo la intelligence, ambapo taarifa nyeti za kijeshi zinatolewa kuisaidia Iran kufuatilia haraka Marekani na washirika wake. Aidha, viongozi wa Iran wamekiri kuwa kuna ushirikiano wa kijeshi na nchi hizo, jambo ambalo limeonyesha kuwa nyuma ya pazia kuna mzunguko mkubwa wa kimkakati unaoendelea. China kwa upande wake imechukua nafasi ya kiuchumi, ikiendelea kununua mafuta ya Iran na kusaidia kupunguza athari za vikwazo vya Magharibi, hali inayoiwezesha Iran kuendelea kusimama kiuchumi katikati ya vita. Mbali na hilo, kuna taarifa za ushirikiano wa kiteknolojia, hususani katika nyanja za ndege zisizo na rubani na vifaa vya kijeshi, jambo linaloongeza uwezo wa Iran kwenye uwanja wa mapambano. Korea Kaskazini nayo haiko nyuma, ikiwa inaendelea kushirikiana kwa karibu na Russia, hatua ambayo inafanya kuwa sehemu ya mtandao mkubwa wa kijeshi unaoisaidia Iran kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Wachambuzi wa usalama wa kimataifa wanaonya kuwa ushirikiano huu unaashiria kuibuka kwa kile kinachoitwa Axis mpya, ambapo nchi hizo zinaanza kufanya kazi pamoja dhidi ya ushawishi wa Marekani na NATO. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kuwa hadi sasa hakuna nchi kati ya hizi iliyoingia vitani rasmi kwa upande wa Iran, jambo linaloonyesha kuwa kila mmoja anajaribu kuepuka vita ya moja kwa moja ambayo inaweza kusababisha mgogoro mkubwa duniani. Lakini ukweli unabaki kuwa kupitia msaada huu wa kimkakati na wa kimya kimya, vita ya Iran sasa imebadilika kutoka mgogoro wa kikanda na kuwa mchezo mkubwa wa nguvu za dunia. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.